Hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania siku ya leo. Mtazamaji, sheria mpya imeweza kuwekwa nchini Tanzania dhidi ya vyombo vya habari. Ukiandika jambo lolote kuhusu serikali utafungwa jela miezi 6. Makonda aweza kuzungumza muda mchache tu baada ya uteuzi wake na Samia Suluhu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kuonyesha ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya Tanzania Jumapili sasa hivi zimeibua mjadala mkubwa wa kitaifa baada ya taarifa iliyotolewa na kiongozi wa ngazi ya juu wa CCM na afisa wa serikali Paul Makonda kupendekeza vikwazo vikali kwa nani anaweza kuzungumza au kutangaza habari za serikali. Kwa mujibu wa machapisho yaliyoshirikiwa na akaunti hiyo inayojulikana kama Jukwaa la Wananchi Forum nchini Tanzania, ambapo pia ni kituo cha habari maarufu nchini, kiliweza kutolewa katika hotuba ya hadhara na kusambaa hadharani mitandaoni, na pia kimeibua hisia kali kutoka kwa wananchi, waandishi wa habari, wanasheria na waangalizi wa kisiasa kote nchini baada ya ripoti hizo za kwamba endapo utaweza kusambaza ripoti za serikali basi utaweza kufungwa jela miezi 6. Taarifa hiyo iliyoenea sana ilidai kuwa itakuwa ni kinyume cha sheria kwa mtu yoyote au Mtanzania yoyote kuandika mambo ya serikali kwenye mitandao ya kijamii au kuzungumza mambo ya serikali kwenye vituo vya redio bila kuwa na leseni rasmi. Ujumbe huo ulidai kuwa wale ambao watakiuka sharti hili watakuwa wanatenda kosa la jinai ambalo adhabu yake ni kifungo au faini kubwa ya miezi 6 gerezani. Ingawa dai hilo bado halijachapishwa rasmi kwenye gazeti la serikali, usambazaji wake pekee umeleta mshtuko mitandaoni katika mazingira ya kisiasa na ya kiraia ya Tanzania ambayo tayari yana wasiwasi. Wafuasi wa chama tawala wametafsiri matamshi hayo kama sehemu ya juhudi pana za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kupambana na habari potofu mtandaoni na uvumi, propaganda za mitandaoni na kile ambacho mamlaka mara nyingi hukieleza kuwa ni upotoshaji wa makusudi wa shughuli za serikali. Katika chapisho hilo la Mwananchi Forum kupitia mtandao wao wa kijamii wa Instagram waliweza kuandika hivi: baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa habari, Makonda kaja na sheria mpya. Mtu yoyote ili aweze kutoa taarifa ya serikali ni lazima awe na leseni au kibali. Kinyume cha hapo unaenda segerea miezi 6 au faini ya milioni 5. Ni marufuku kuandika taarifa yoyote ya serikali kwenye mitandao wowote wa kijamii au kuongea redioni bila leseni. Ukifanya hivyo unakuwa umefanya kosa la jinai. Paul Makonda alinukuliwa na Mwananchi Forum. Hata hivyo, mtazamaji, wanasema kuwa kuongezeka kwa mifumo ya kidijitali isiyodhibitiwa kumerahisisha taarifa za uongo kuenea kwa haraka mtandaoni, jambo linalotishia udhabiti wa taifa, imani ya umma na imani ya wawekezaji kulingana na serikali. Hata hivyo, wakosoaji na watendaji wa mashirika kiraia wameibua wasiwasi mkubwa, wakionya kwamba msimamo huo ukitekelezwa utawakilisha moja ya vikwazo vikali vya uhuru wa kujieleza katika historia hivi karibuni ya Tanzania. Wachambuzi wa sheria wanasema kuwa kuwafanya raia wa Tanzania wa kawaida kuwa wahalifu kwa kujadili masuala ya serikali kungepingana na ulinzi wa kikatiba unaohusiana na uhuru wa kujieleza, kupata habari na ushiriki wa umma katika utawala wa Tanzania. Mjadala huo ulizidi kupamba moto baada ya picha za Makonda akiongea hadharani kusambazwa sambamba na matangazo ya biashara ambayo hayahusiani na watumiaji wengi wa mitandaoni. Pia walitafsiri kuwa ni ishara ya mkanganyiko unaozunguka ujumbe wenyewe. Uanishaji huo usio wa kawaida ulichochea kejeli, hasira, dhihaka na mashaka, huku wengi wakihoji iwapo taarifa hiyo ilikuwa ya kisera, maoni ya kibinafsi au vitisho vya kisiasa vilivyolenga kunyamazisha ukosoaji. Vyama vya waandishi wa habari vimeonyesha wasiwasi, vikibainisha kuwa mijadala ya redio, vipindi vya kupiga simu na maoni ya mitandaoni ni njia kuu ambazo wananchi kushirikiana masuala ya kisiasa. Wataalamu wa vyombo vya habari wanaonya kwamba kuweka masharti ya leseni kwa hotuba kuhusu masuala ya serikali kunaweza kulemaza mazungumzo ya umma na vituo vya habari na kujenga hali ya hofu, hasa miongoni mwa vijana Tanzania wanaotegemea mitandao ya kijamii kama jukwaa lao kuu la kujieleza. Watetezi wa haki za binadamu pia wametilia maanani, wakisisitiza kwamba mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imetia saini inalinda haki ya raia kupokea, kushiriki na kujadili taarifa kuhusu mambo ya umma. Wanasema kuwa vizuizi visivyo wazi au vilivyoenea mara nyingi husababisha utekelezwaji wa kuchagua, ambapo wakosoaji wa kisiasa wanalengwa huku washirika walio mamlakani wakibaki bila
bila kuguswa. Muda wa mabishano hayo umezidisha hisia, huku kukiwa na mvutano unaoendelea kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 na mizozo inayoendelea kuhusu uwajibikaji, uwazi na mageuzi ya kisiasa. Raia wengi tayari wanahisi wasiwasi juu ya kupungua kwa nafasi ya raia na kufanya onyo linalodaiwa kuhisi kwa wengine kama uthibitisho wa mielekeo ya kina ya kimabavu ndani ya jimbo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa hata bila kutekelezwa rasmi, kauli hizi zinaweza kuleta hali ya kutisha na kusababisha wananchi kujikagua wenyewe kwa kuhofia kukamatwa au kufunguliwa mashtaka. Hata hivyo, wanasema kuwa utawala kwa vitisho, uwe wa makusudi au la, unadhoofisha imani ya umma na huongeza kutoaminiana kati ya serikali na idadi ya watu. Wapinzani na watu wa maoni huru wameishutumu serikali ya Tanzania kwa kujaribu kuhalalisha upinzani kwa kuweka ukungu kati ya habari potofu na ukosoaji halali. Wanasisitiza kwa suluhisho la habari za uongo liko katika uwazi, mawasiliano rasmi kwa wakati na mjadala wa wazi badala ya hatua za adhabu. Sambamba na hilo, baadhi ya wafuasi wa CCM wanashikilia kuwa serikali ina wajibu wa kulinda mshikamano wa kitaifa na kuzuia masimulizi ya hovyo yanayoweza kuzua machafuko. Wanasema kuwa udhibiti haumaanishi ukandamizaji, lakini wanakubali kwamba sera yoyote kama hiyo lazima ifafanuliwe wazi, iwe na msingi wa kisheria na kujadiliwa hadharani. Majadiliano yalipokuwa yakiendelea mtandaoni, maswali yaliongezeka kuhusu mbinu za utekelezaji, uangalizi na misingi ya kisheria. Raia waliuliza ikiwa watumiaji wa kawaida wa mitandao ya kijamii, wanablogu, viongozi wa kidini au wanaharakati wa jumuiya watahitajika kupata leseni ili tu kutoa maoni yao kuhusu masuala ya umma na ni nani angeamua ni ukiukaji gani. Hadi mwisho wa siku ya Jumapili leo hakuna ufafanuzi rasmi ambao ulikuwa umetolewa na Wizara ya Habari, Ofisi ya Rais au mamlaka nyingine zinazohusika na kuwaacha wananchi kutegemea akaunti zilizogawanyika za mitandao ya kijamii na uvumi. Ukimya huu umezidisha shinikizo kwa serikali kufafanua ikiwa matamshi yaliyoripotiwa yanaakisi sera rasmi au yalitafsiriwa vibaya. Wasomi wa sheria wamesisitiza kuwa jaribio lolote la kuharamisha hotuba lazima lipitishe vipimo vikali vya kikatiba na uchunguzi wa bunge. Wanatahadharisha kuwa kushindwa kufanya hivyo kunaweza kuingiza serikali katika changamoto za ndani za kisheria na kukosolewa kimataifa, hasa wakati huu ambapo Tanzania inataka kutoa taswira ya mageuzi na uwazi chini ya Rais Samia Suluhu Hassan CCM. Kwa Watanzania wengi, kipindi hiki kimekuwa wakati muhimu katika mapambano yanayoendelea kati ya mamlaka ya nchi na uhuru wa raia. Iwapo matamshi hayo yanatafsiriwa kwa sera au kufifia kama kelele za kisiasa, mjadala tayari umefichua wasiwasi mkubwa kuhusu mamlaka, uwajibikaji na mustakabali wa uhuru wa kujieleza nchini. Huku taifa la Tanzania likisubiri jibu rasmi, hali inabaki kuwa shwari na nyeti sana. Kinachotokea baadaye kinaweza kuamua kama Tanzania inaelekea kwenye mazungumzo na uhakikisho au mgawanyiko wa kina zaidi, huku wananchi wakiangalia kwa makini iwapo serikali itachagua ufafanuzi.